Kuna roho ya kwanza ambazo zinasababisha kucheleweshwa kwa njia ya mapepo. Roho ya kwanza ambayo inasababisha ni kucheleweshwa kwa njia ya mapepo. Hiyo ndio ya kwanza. Yaani nimechelewa kwa njia ya mapepo. Lakini katika njia ya mapepo maana yake au kwa kumkosa Mungu, kwa kutenda dhambi. Kwa njia ya mapepo au kumkosea Mungu. Maana yake ukikosea, ukitenda dhambi kwa Mungu, maana yake tayari ukitenda jambo sio kwa jambo, maana yake tayari inakuwa ni lazima uchelewe mpaka ujitakase, mpaka ndio ingia sasa Mungu aanze kusema na wewe. Kwa kuna mapepo mengine, na haya mapepo yako kwa njia gani? Ndio maana inawezekana uko unasoma, ukisoma kwa namna gani bado yaani uweze kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mapepo ambao unarushiwa. Inawezekana ni pepo tu halijapiga kelele kwamba mimi nimekamata fahamu zangu, lakini lipo. Linaingia kwenye nini? Pepo hilo linaingia kwa njia mapepo. Kwa njia linaingia kwa njia kwa namna ipi? Kwa hapa kuchelewesha kwa njia ya mapepo. Yaani hapa katika maisha yako ukitaka kufanikiwa wanarusha hilo pepo. Ukitaka kuingia kwenye kitu fulani tayari linakuja kwa wakati. Angalizo, pepo linacheza na muda wako ambao Mungu amekuamuru kwamba utapata baraka, utafanikiwa. Pepo linacheza na majira. Mhubiri 3:1 nasemeje? Mhubiri 3:1. Kwa pepo ambalo linacheza na muda, ikiingia ukiwa kwenye unaenda kufanya mtihani, ukienda kufanya mtihani tayari ile pepo inakuja na kutetemeka. Wanakuja unakuwa na hofu. Ile hofu si ya kawaida. Si ya kawaida. Usiosema kwamba hii ni kawaida, sio hofu, na Mungu ame moja. Neno Mungu linasema ndio, kwa kila jambo kuna majira. Kila jambo kuna majira. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kila hatima ya mtu inaendeshwa na muda. Andika hicho kitu. Kila hatima ya mtu inaendeshwa na muda. Hatima yako, maisha yako yako kwenye muda. Kwa sasa shetani alivyo ambao unachelewa kupata hitaji lako, unarushiwa hilo pepo na kukamata muda, kwamba ikifika wakati wa mtihani, ikifika wakati wa biashara yako, ikifika wakati wa mtihani ameshapona. Hiyo umwambie, na kwa nini? Kwa nini inatokea hivyo? Tayari maana yake Mungu amesema hiyo njozi yako ya kufanikiwa itakuja kwa wakati mwafaka, haitachelewa, itakuja kwa wakati ulioamuliwa. Kumbuka nimesema kuna njia mbili zinazofanya kucheleweshwa. Kuna mafanikio mbili, lakini katika ya kwanza ni hii njia ya mapepo. Lakini katika njia ya mapepo hii imeketi wapi? Imesimama sana kwenye muda, kwenye majira. Maisha yako, hatima yako iko kwenye majira yako. Ikifika kwa mfano kwa sasa uko kidato cha 4, uko kidato cha 6 unafanya mtihani. Na katika kidato cha 6 pale utashangaa muda wote wewe unakuwa ni kuumwa. Inawezekana mwaka wa pili wa chuo, mwaka wa 3, ikifika yaani hali inakuwa imebadilika kwa sababu tayari wanataka uchelewe kumaliza. Uwe ni mtu wa kulipiti, uwe ni mtu wa kushindwa, uwe ni mtu wa kudisco, uwe ni mtu wa kusafu, uwe ni yaani hapo ucheze hapo. Ni lazima ugundue kwamba njia hiyo nini cha kufanya. Ni lazima ukae vizuri na Mungu. Kama wewe ulikuwa ni mfanya biashara, utakuta tayari ikifika wakati wa kuleta wateja, kupata wateja vizuri sana, tayari wakati ule ndio tayari muda ule lile pepo linaenda kukamata. Kama ni wakati wa masika wa kuuza siku ya biashara, pale imefika wakati wa kuomba ajira, maana yake tayari lile pepo ambalo linaenda kukamata kila aina, kila namna. Lakini Mungu amesema tutakuwa vitu kwa kila aina, kila. Tumeshindwa kuwa na magari mazuri sana, tumeshindwa kuwa na nyumba nzuri sana, tumeshindwa kuwa na mali